Faisal Salum Abdallah Feitoto, uwezo wake, uimara wake, ubora wake kadiri siku zinavyokwenda anatajwa kuwa ni miongoni mwa wachezaji wazawa ambaye ubora wake anakupa kwa 100% msimu hadi msimu. Ni kipi ambacho kimekuwa bora kwa Faisal tofauti na wachezaji wengine ambao imekuwa ingia toka? Mathalan unamzungumza mchezaji kama Shentembo. Wengi hawafahamu kwamba Shentembo yupo kwenye nchi na yupo kwenye ligi ya nyumbani na yupo anacheza. Yani, Dodoma, yuko Dodoma. Alifunga goli kwenye mechi alifunga goli muhimu sana alifunga. Ingawa alifunga kwenye ile mechi na Costa lakini alifunga Shentembo. Tunasawa. Yani kuna wachezaji ambao wamekuwa ingia toka. Unaweza ukamwona kwenye msimu huu kwa mfano, sio kwa ubaya wala sio kwa nia mbaya. Mtu kama Chobwedo hajazungumzwa kabisa, lakini msimu huu amekuja anazungumzwa. Yani huwezi kuzungumza mpira wa Tanzania pasi na kutaja jina la Ramadhani Chobwedo. Yani amekuwa kwenye headlines kwa muda mrefu sana. Wapo wengi sana ambao walipita, kina Balua ambao walikuwa wengi sana, kina Salamba kama utakuwa unakumbuka. Yani walikuwa wanakuja ingia toka, lakini Faisal anakupa, yani tangu amekuja kwenye ligi ya Tanzania bara kwa hakika ni miongoni mwa wachezaji ambao grafu yake imekuwa ikipanda. Alianza anacheza kama kiungo mkabaji pale chini, akaja akapandishwa kama kiungo mshambuliaji, akawa anacheza sasa kama inside 10. Ni ipi siri ya nyota huyu ambaye kwa hakika kiwango chake kadiri siku zinavyokwenda kimekuwa kikisalia pale pale? Kianza na Philip alafu Michael Hiera, na wewe tutakuja kusikia hisia na fikra mseto kutoka kwako. Kwanza mimi ukiniambia nitakwambia kwenye ligi yetu yani mpaka sasa hivi ndio kwa misimu mitatu mfululizo Faisal ndo mchezaji bora zaidi kuliko wachezaji wote. Ndiye mchezaji bora zaidi kuliko wachezaji wote waliokuja na hawa ambao wapo sasa hivi. Yani hata kama kuna mchezaji alikuja kwenye ligi yetu akaondoka, basi mimi ukiniambia nitakwambia Faisal ndio bora. Kwa nini nakwambia hivyo? Faisal inawezekana timu yake isichukue ubingwa kwenye msimu wote, lakini Faisal inaamini ndio mchezaji ambao anamsikiliza zaidi mwalimu na anafanya zaidi yale ambao mwalimu anataka. Nakupa mfano, sasa hivi tukizungumzia kwenye ligi Faisal ndio mchezaji ambao anaongoza kwa kuhusika kwenye magoli mengi, mabao 14. Mabao 14. Lakini yatazame mabao yake yamegawanyika vipi? 7, ametoa assist mara 7. Simu ule wa nyuma Faisal alifunga magoli 19. Si ndio? Ile alikuwa anawania ufungaji bora nafikiri na yani hayo aliyoweka tu kwenye kamba 19 alifunga. Assist nakumbuka msimu ule zilikuwa ni 4. Ndio. Faisal alikuwa na assist nyingi lakini alikuwa na mabao mengi sana. Msimu uliopita Faisal alikuwa na assist ngapi? 13 kama sikosei. Ndio? Ndio. Lakini pia kwenye idadi yake ya kufunga mabao yote pamoja na assist alifika na pia alikuwa anakaribia 20. Sawa na ule msimu wa nyuma yake. Msimu huu tunakuja kuzungumzia 14 mpaka sasa hivi. Tukiwa tunazungumza ambao bado tuna zaidi, tuna mechi 11 za kucheza. Ndio. Kwa hiyo unaona ya kwamba kwenye namba zake anakuja kufika pale ambapo alikuwa anatakiwa kufika. Huu msimu kilichotofautiana ni kwamba mwalimu amempa Faisal kazi mbili. Tengeneza kufunga na tusaidia kutengeneza. Msimu uliopita mwalimu alimpa Faisal kazi moja, tutengenezee magoli. Akafanya kazi yake. Ule wa nyuma mwalimu alimpa kazi, bwana tusaidie kufunga magoli. Akafanya hiyo kazi. Sasa huyu ni mchezaji wa tofauti ambao huwezi kumpata kwa sababu hizo namba zake ukija kwenye ligi mimi ukinipa utakuja utanitafutia mchezaji uniambie huyu anakaribiana na Faisal ya kwamba msimu huu alikuwa na uwezo zaidi wa kutengeneza, msimu huu amekuwa na uwezo zaidi wa kufunga. Ndio ile picha inayokuja sasa kwamba ndio mchezaji ambao ni bora zaidi lakini anamsikiliza zaidi mwalimu. Lakini amekuwa na ile tunasema ubora ambao hautetereki. Msimu huu anakuwa na namba nzuri, msimu unaofuata anakuwa na namba nzuri, msimu wa 3 mfululizo anakuwa na namba nzuri. Hakuna mchezaji mwingine yote atakayempata kwenye ligi yetu. Kuna line hapo inabidi tuwe tunaibold. Umesema kwa misimu 3 mtawalia mpaka sasa hivi. Kwa misimu 3 mfululizo Faisal Salum Abdallah Feitoto ndiye mchezaji bora kwenye ligi yetu. Hii line inabidi tuwe tumeibold au tumeiandika kwa maandishi wino uliokoza. Nasema wino uliokoza. Kocha Michael Hiera, hii line unaizungumziaje? Ni line ambayo kwenye kuichambua unaweza ukaenda kwenye fact zaidi kuliko kutoa maoni, kwa sababu kwenye fact maana yake utakuwa supported na namba ambazo ameziproduce katika kipindi hiki cha misimu mitatu.
kuwa na mchezaji ambaye kwa mwendelezo anakupa namba ambazo ni bora kwenye kila msimu, anajaribu kudhibiti namba ambazo amezifanya kwenye msimu uliopita. Ndio. Hapo ndipo ambapo unasema mchezaji anatengeneza daraja kuliko kutengeneza form ya muda mfupi, kama ambavyo ulianza kwenye mfano wa kwanza kwamba kuna wachezaji ambao walikuja na form afu anapotea. Ndio. Ni kwa sababu alikuwa ameshindwa kutengeneza daraja na kuamini kwamba hiyo form ambayo ameipata ume-maintain kwa muda mrefu ili ulipate daraja ambalo utazungumzwa katika njia ambayo ni kubwa zaidi. Sasa kwa Faisal Salum, yeye tayari amehama kwenye form, amehamia kwenye kulifanya daraja lake kuwa ni kubwa kwa sababu amekuwa na muendelezo wa kile ambacho anakifanya. Unaona kwenye eneo ambalo anacheza anakupa vitu vyote ambavyo mwalimu anavihitaji kuvipata. Na ukiwa na wachezaji kama hawa ndio ambao wanakufanya wewe hata system yako ya kucheza wewe ni ya namna gani. Ndio maana unaona Azam FC wao wanajaribu kuona kwamba msimu huu nini ambacho kina miss kwenye timu na tuna mtu gani ambaye anaweza akatutibu kwenye kile ambacho kinahitajika. Formations za team zinategemeana na aina ya wachezaji ambao uko nao. Wakati Azam FC wanaona kwamba hatuna mshambuliaji kinara baada ya ule msimu kina Prince Dube kuondoka, nafikiri kina Mbombo pia aliondoka. Wakawa wanaona kwamba timu yetu inawezaje kusurvive kwenye eneo la kufunga na tutengeneze mfumo ambao utakuwa ni rafiki kwenye timu. Wakaona moja kati ya wachezaji ambao anaweza akatibu ili tatizo ni Faisal Salum, kwamba tutamintroduce awe anasimama kama mtu wa mwisho. Since tunao watu maeneo ya pembeni, kipindi kile alikuwa na Kipe Junior pamoja na yule Mgambia Jibril Sila. Ni kwa sababu wao watakupa faida kwenye mapana ya uwanja, lakini ndani nani ambaye anaweza kumalizia mashambulizi yetu mengi. Kama formation tutaka kwenye eneo kushambulia twende na watu watatu, kuna mtu ambaye anaweza akatumalizia mashambulizi akawa ni Faisal Salum. Sawa. Msimu uliofuatia timu pia ikawa inajaribu kuona ni jinsi gani ambapo unaweza tukawa na mtu bora kwenye eneo la let's say la creation. Nani ambaye anaweza kutengenezea nafasi kwa sababu pengine kuna mtu ambaye anaweza akascore. Wakaona pia bado Faisal anaweza akatengeneza formation ya timu kuwa ni bora zaidi kiuchezaji. The same kwenye msimu huu ambao Azam FC wanaamini kwamba amepata washambuliaji vinara kwenye eneo la juu ambao anaweza akasimama pale juu kwenye mpira mingi ambayo itafika ataipata. Kina Janja Kamanga Ngita wako na Kitambala Bola. Wanaamini kwamba uwepo hao wachezaji tunahitaji kuwa na connector ambaye atakuwa ni bora kwenye mipira ya pili, atakuwa na win, lakini pia anaweza akaasist kwenye nyakati nyingi. Kwa unaweza kuona kwamba amekuwa na faida ya namna hiyo. Kwa hiyo tunakubaliana kwenye ile line ambayo hii tutamrahisishia sasa Ali Mufti wakati anapeleka Mkondoni kule kwamba kwa miaka 3 mfululizo Faisal Salum Abdallah ndiye mchezaji bora kwenye ligi yetu. Yeah, of course, kwa sababu amekuwa na consistency na kile ambacho anakifanya. Tunahama kwenye mjadala umefungwa hapo. Lakini kukazia tu hapo. Unataka kupigilia msumari wa mwisho? Hafanyi hivyo kwa sababu tu anafanya. Ndio. Ana nidhamu pia. Yaani Faisal mtafute kwenye makosa ya kinizamu. Tutamkuta kwenye makosa machache sana kwa sasa hivi. Yaani achana na huko nyuma ulipokuwa unazungumzia. Nafikiri utataka kurudi misimu 4-5 nyuma. Lakini nidhamu yake pia inawezekana, nidhamu ya ndani ya uwanja na nidhamu pia ya nje ya uwanja. Jinsi ambavyo anajilinda. Kwangu mimi hii ni icon ya Azam FC. Na inawezekana sapo Philip Mkini unataka deni kwa wengine wazao kwa sababu nawazungumzia wachezaji wazao ili wazungumze pia kwenye ukubwa wao wanatakiwa kutengeneza hilo daraja. Kuliko ambavyo unaweza kana kutoka dawati la viwanjani bila kupepesa macho wala kutikisa masikio. Na Philip Mkini anasema kwenye mbao ndipo ambapo panagongelewa msumari. Yeye amepigilia msumari wa mwisho na Michael Hiera amekubali hilo. Faisal Salum Abdallah Feitoto ndiye mchezaji bora kwa misimu 3 mtawalia tangu amejiunga na kikosi cha Azam FC. Na hii imethibitishwa na takwimu na numbers ambazo Faisal ama mchezaji huyo ameweza kuzieka katika misimu 3 kwa kipindi chote ambacho tangu amejiunga na kikosi cha Azam FC. Sasa sisi tunamaliza hivyo kwenye dawati la viwanjani na mjadala umekomea hapo ama mjadala umefungwa. Niruhusu tuhame hapo. Mtu akibisha aje na namba. Mtu akibisha aje na namba. Basi.